Naam, mwaka 2025 ni mwaka ambao kisiasa nchini Tanzania ulikuwa na mambo mengi, na tutajikumbusha tu yale ambayo yametokea kwa mwaka 2025. Wengine wanasema mambo yaliyotikisa, wengine wanasema mambo yaliyotimua vumbi, mambo yasiyosahaulika. Gazeti la Nipashe la leo limeorodhesha mambo ambayo tutayakumbuka sana kama Watanzania. Kuna watu tumewapoteza, kuna matukio makubwa ambayo yametokea, kuna mambo ambayo yamebadilisha mustakabali wa siasa za Tanzania na vitu kama hivyo. Lakini pia tumeshuhudia mambo mengi sana tangu tulivyoanza mwezi Januari. Hebu tutafakari pamoja, lakini pia unaweza ukawa sehemu ya tafakuri hiyo kwa kututumia maoni yako. Namba yetu ya simu 0763809770. Tuambie hasa ni jambo gani ambalo wewe utalisahau kwa mwaka huu 2025 katika siasa za Tanzania. Tunaye hapa mzee wetu, mchambuzi nguli huyu wa masuala ya siasa nchini, lakini pia mwanasiasa mstaafu, si mwingine mzee Said Miraji. Karibu sana. Nashukuru sana. Sijui kama nikikuita mzee na kuwa niko sahihi. Of course, miaka 60 na. Kuna wengine bwana wapende kuitwa wazee bwana. Wameniita tu bro. Uzee uishie Chalize. Kwangu natembea nao. Safi kabisa. Lakini tunaye kijana mwenzetu, kijana mwenzetu mchambuzi huyo masuala ya siasa, msomi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Lugete Musa Lugete. Karibu sana. Asante sana. Wananiita winga wa maziwa makuu. Sababu kwenye winga nafikiri tusiende deep sana. Sisi tukawafanya watazamaji wakawa na shaka kwamba bana, je, huyu ni mtu ambaye anaweza kutupa uchambuzi? Lakini mwaka 2025 nafikiri tuanze Januari, huku tukiwa tunasogea taratibu. Januari tulianza na masuala kadhaa ya kisiasa, lakini masuala ambayo pia yalibadilisha mwelekeo wa siasa Tanzania, kwa upande wa upinzani, lakini pia kwa upande wa chama tawala. Mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi ulifanyika, ambao pamoja na mambo mengine ulimpitisha Samia Suluhu Hassan na ndugu Emmanuel Nchimbi kuwa wagombea kupitia chama hicho. Lakini siku chache baadaye tukashuhudia mabadiliko makubwa kwenye chama cha kikuu cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo, kiongozi wa zaidi ya miaka 20 wa chama hicho Freeman Mbowe akibadilishwa na akaingia mzigoni Tundu Antipas Mugwai Lissu. Tuanzie hapo. Yalikuwa ni mabadiliko ya namna gani na yalileta ladha gani mpya na mwelekeo gani mpya wa siasa za Tanzania? Mzee wetu Said Miraji. Asante, good luck. Kwanza ni kwamba CCM walifanya, nadhani baada ule mkutano mkuu ule miwili walifanya mwingine kwa njia ya Zoom. Lakini ule wa kwanza ndio ambao sasa walimpitisha, japo wajumbe hawakutarajia katiba. Ule mkutano wa kwanza nakumbuka na mimi pia nilikuwepo, nilikwenda kuripoti. Wajumbe hawakutarajia kwamba pamoja na mambo mengine kutakuwa na ajenda ya kupitisha. Good luck, nadhani twende sawa pia. Ndio. Kwa picha ambazo tunawekewa, tuwakumbushe kwamba tunazungumzia mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu ndio tukio ambalo lilianza kabla ya huu wa Chadema. Chama cha Demokrasia na Maendeleo tutakuja kuzungumza hapo baadaye, lakini kwa sasa tunazungumza kuhusu mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hizo picha wazee wanaweza kuzisubirisha kwanza. Tutakuja hapo. Tutafika. Wasio na haraka. Kwa hiyo mzee Miraji ndio hiyo wanasema kwamba hilo ndio tukio ambalo lilitufungulia. Na bila shaka ni kweli kwamba ulikuwa ni mkutano wa aina yake. Kwa sababu gani tuseme ni wa aina yake? Kama ulivyosema awali hapo, ni mkutano ambao watu walitazamia kuanzia wanachama Chama cha Mapinduzi na hata tunaosema washikadau wengine wa masuala ya kisiasa, kwamba waliona ni mkutano ambao unakwenda kujadili ajenda kadhaa ikiwemo ajenda kubwa zile za kupokea taarifa za utekelezwaji wa ilani ya uchaguzi kwa serikali zote mbili, ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Zanzibar, pamoja na pengine kupitisha ilani ya uchaguzi unaokuja. Lakini kufika
kufika pale ajenda zikawa zimegeuka, ikawa kwa mujibu wa kalenda yao ilikuwa karibu na mwishoni mwa mwaka huku karibu kuelekea kwenye uchaguzi ndio wanatazamia kuja kupata mgombea wa urais, lakini akapatikana pale pale. Kwa hivyo lilikuwa ni tukio ambalo tunaweza kusema liligonga kwenye vichwa vya habari, liligonga kwenye maongezi mitaani, kwa sababu ni jambo ambalo ni la kipekee, ni la kipekee. Kwa hivyo labda pengine kwangu mimi alipouliza good luck inaashiria kitu gani, mimi kimtazamo wangu siku zote nilikuwa nakosoa vyama vya siasa kufanya chaguzi zao za kupata wagombea au za uchaguzi ndani ya chama mwaka wa uchaguzi. Kwa sababu mnafanya bado miezi 6 kwenda kwenye uchaguzi, wengine wanafanya bado miezi 3 au 2 au 1 kwenda kwenye uchaguzi. Maana yake mkikutana na vikwazo vya kuhitilafiana wenyewe kwa wenyewe, kuponya majeraha na mkasimama mkiwa pamoja kuukabili uchaguzi, inakuwa ni jambo ambalo linachukua muda. Unachokizungumza Mzee Saidi ni kwamba hata yaliyotokea ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, pengine mipango ile ya uchaguzi wa ndani ya chama yangefanyika mwaka mmoja kabla, pengine wangepata nafasi zaidi ya kujipanga na kujiandaa kwa ajili ya kufikia sasa mwaka wa uchaguzi. Exactly. Na hii wangepata nafasi ya kuponya majeraha, wangepata nafasi, lakini sasa mnamaliza tatizo tu, mnataka kwenda kwenye uchaguzi, ndio nasikia huyu kahama kaenda kule, huyu kasema hivi, yule kafanya vile, kwamba jemedari wa vita alibadilishwa katikati ya bwana wewe katikati ya mapambano, katikati ya vita. Kwa hivyo hata huyu anayechaguliwa wakati mwingine pengine chama kishaandaa utaratibu wa kuingia kwenye uchaguzi, wewe unakuja unakuwa na mkurugenzi wa uchaguzi mwingine, chama kishaandaa ilani, pengine unakuja na mtu wa sera mwingine. Kwa hivyo wakipata ule muda wa mapema, wakibadilisha kalenda zao, nadhani kwangu mimi itakuwa ni bora zaidi. Sawa sawa kabisa. Tunafikiri tumetoka hapo kwenye tukio la kwanza la mkutano mkuu wa CCM, mkutano ambao pia ulipitisha wagombea, na ikawa pia ilikuwa ni jambo la kipekee kwa sababu kiutamaduni, namna ambao tumekuwa tukizoea mkutano wa mwezi Mei wa Chama cha Mapinduzi ndio ambao umekuwa ukipitisha wagombea katika nafasi ya urais na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hali kadhalika rais wa Zanzibar. Tuliona pia ilizua mijadala, wengine wakaenda mahakamani, wengine wakazungumza wanachama na vitu kama hivyo, lakini hayo ni ya Chama cha Mapinduzi. Tulishajielekeza tayari kwenye hili la uchaguzi mkuu wa Chadema. Freeman Aikaeli Mbowe, kiongozi wa mageuzi nchini Tanzania kwa muda mrefu, Tundu Lissu, mwanaharakati na baadaye mwanasiasa, mtu machachari, miongoni mwa wanasiasa wenye ushawishi nchini Tanzania, akaibuka kuwa mshindi katika uchaguzi uliokuwa na ladha ya aina yake. Sasa Balkis, mimi nakumbuka nilipata bahati ya kwenda kuripoti uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi. Nilipotoka Dodoma nikaenda moja kwa moja Mlimani City, na nakumbuka tulikesha pale. Mshindi ilikuwa si rahisi mshindi kupatikana. Wakati ambao katika zile heka za uchaguzi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, naam, nilishinda nyumbani kwa Tundu Antipas Lissu, nikaamkia nyumbani kwa Freeman Aikaeli Mbowe, wakati ambao walikuwa bado wananadi sura zao saa chache kabla ya kwenda kwenye uchaguzi wa ndani ya chama. Na mimi nakumbuka sisi ilikuwa ni miongoni mwa vyombo vya habari, nafikiri chombo cha habari pekee kilichowahoji wote wawili ndani ya siku moja. Ndani ya siku moja. Na mahojiano yaliruka kwenye kipindi chetu hiki cha Morning Trumpet. Ulikuwa ni uchaguzi wa aina gani, Lugete? Nilisoma makala moja hivi mtandaoni wanasema operation kichwa mkia. Ushawahi kusikia neno kichwa mkia? Kwa maana huku kuna kwenda hivi. Ilikuwa ni kadhia yenye mafumbo mengi ya uchaguzi wa Chadema. Kulitokea makundi mawili kati ya wahafidhina wanaomwamini Mbowe na busara zake na falsafa zake, wakiongozwa wakina Ntobi, Yeriko Nyerere
Henry Kileo alikuwa mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Dar es Salaam, wale walikuwa ni wahafidhina wa Kinondoni. Okay, Kinondoni walikuwa ni wahafidhina wa chama cha demokrasia na maendeleo ambao walimuamini Mbowe kwa falsafa zake, itikadi zake. Mkoa wa Kinondoni wengine wasije wakachanganyikiwa, mkoa wa kichama na falsafa zao na busara zao kwamba anawafaa. Lakini likatokea kundi la pili la wana mageuzi ambao waliamini kwamba miaka 21 ya utumishi ya Mheshimiwa Freeman Aikaombe inatosha, sasa ni muhimu kuja na mtu mwingine mwenye mawazo mengine ili aweze kukivusha chama hapa tulipo na kukipeleka. Kwa hiyo ulitokea msuguano mkubwa, mijadala, mahojiano, kashfa na matusi, na hatimaye wana Tundu Antipas Mughwai Lissu alishinda kwa tofauti ya kura 34. Ni uchaguzi ambao haujawahi kutokea wa ndani ya chama cha Chadema kati ya mshindi wa kwanza na wa pili kutofautiana kwa idadi hizo za kura. Hii inaonyesha kwamba mageuzi yalikuwa ni mazito ndani ya chama, na mpaka unavyoona leo bado kuna msuguano kati ya wale walioondoka Chadema na wale waliobaki na mambo mengine. Lakini mimi nilikojiwa hapa, nilikuja hapa kufanya kipindi. Naam. Katika maneno niliyosema nikasema Tundu Lissu ana kazi kuliko Mbowe. Kwa nini? Tundu Lissu ana kazi ya kuwaunganisha wanachadema wote. Tundu Lissu ana kazi ya kuvunja rekodi ya Mbowe ya kukijenga chama kuanzia kwenye matawi, mikoani na sehemu zingine. Tundu Lissu ana kazi ya kutafuta ushawishi wa fedha za kukifanya chama kuwa hai. Unajua good luck. Sisi Tanzania kuna kitu kinaitwa strategia kwenye kupata hela za chama. Kuna baadhi ya watu, kuna kanda mtu ukiwa unatoka ni rahisi kupata hela kutoka kwa watu. Zipo kanda 3-4 wanasema. Watu wa kaskazini huwa wana tabia ya kuchangiana na kuwezeshana. Watu wa kanda ya ziwa huwa wana tabia ya kuchangiana na kuwezeshana. Na watu wa nyanda za juu kusini, Mbeya, Iringa, Njombe huwa wana tabia ya kuchangishana na kuwezeshana. Moja kati ya sababu iliyomfanya Mbowe kukusanya fedha nyingi ndani ya chama na wafanyabiashara mbalimbali ni mkoa anaotoka kistrategia, kihistoria na nguvu ya kiuchumi. Kwa hiyo nilisema Mbowe Lissu ana kazi kubwa kama mwenyekiti wa Chadema kuhakikisha anapata fedha za kuendesha chama, kufufua matawi maeneo mbalimbali na kuwaunganisha wanachadema. Kwa hiyo Lugete, kabla hujaenda mbali, tumeona Lissu akiishika Chadema mikononi mwake akiwa mwenyekiti, na ukasema kwamba hayo uliyoyasema kwamba ana kazi kubwa ya kuiunganisha na kuifanya Chadema iwe imara. Lakini tusiende mbali sana. Tundu Antipas Lissu ana miezi kadhaa sasa hivi akiwa nyuma ya nondo za mahabusu. Unadhani Chadema imetikisika kwa kiasi gani? Kwa sababu yule ambaye alikuwa anaenda kuijenga kufanya kazi ambazo umezitaja hapo anashindwa kufanya chochote kwa sasa hivi akiwa au yani imeimarika ama imetikisika? Nafikiri hapo kuna sababu mbili. Chadema inaweza kuwa imeimarika kihisia kwa maana ya kwamba kupata uungwaji mkono wa watu ambao wanaona labda Lissu ameonewa, lakini kistrategia na kimkakati Chadema imevurugika kwa maana ya kwamba kiongozi anapokuwa hayupo tayari kuna baadhi ya vitu vinapungua. Ila kihisia Chadema bado inakubalika kwa sababu baadhi ya watu wanaona kwamba Mheshimiwa Tundu Antipas Mughwai Lissu anaonewa. Wale wanaodhani na kutafakari kwamba Lissu anaonewa wataendelea kuwa na hisia. Unadhani kwa nini wanaona anaonewa? Kwa sababu ukiangalia historia ya mashtaka ya uhaini sehemu mbalimbali duniani yamekuwa yakihusishwa moja kwa moja na falsafa na itikadi za kisiasa. Ukiangalia Nelson Mandela, ukiangalia wale Kipengule mwaka 1952 wakina Jomo Kenyatta na wenzake 17 walivyokamatwa mwaka 52 wakaja kuachiwa mwaka 60 kipindi ukiangalia Mwalimu Nyerere alishaye kukamatwa na kufungwa Tabora akaja kutolewa, watu wakaenda kumtoa baadhi ya wadau 5 na maeneo mbalimbali duniani. Ni kwa sababu kesi nyingi za uhaini zimekuwa zikinasibishwa moja kwa moja na masuala ya kisiasa, na kama ujuavyo masuala ya kisiasa ni kadhia yenye mafumbo mengi ndani yake. Kwa hiyo wapo wanaodhani kwamba Tundu Lissu anaonewa, lakini hii ni kazi ya mahakama, ndio itaamua na DPP kabisa kwamba ni kweli ana hatia au hana. Na tujielekeze kwenye hayo ya mahakamani. Lakini baada ya uchaguzi pia tulishuhudia kama alivyogusia hapo mzee Miraji kwamba ilitokea migawanyiko. Tukashuhudia kuna kundi ambalo lilimeguka na kwenda kujiunga
na chama cha ukombozi wa umma ambacho kilikuwa kimejizolea umaarufu kwa sera yake ya ubwabwa. Sio tu kujiunga na kukifufua na kukamata nyadhifa za juu za uongozi kabisa. Yaani ukiachana na mwenyekiti kuanzia huku chini, makamu mwenyekiti, katibu na kushuka chini huku, walikamata waliokuwa wametoka Chadema. Hii ilikuwa ni move ya kuisafisha Chadema ama ilikuwa ni faida kwa Chauma, kwa kwamba kuimarisha zaidi Chauma, mzee Miraji? Chauma wamefaidika kwamba imeimarika, jina lake limekuwa, kimetanuka chama, kimeongeza nguvu kubwa. Yoyote anayepata watu manake amefaidika. Lakini mimi falsafa ya kusafisha Chadema nataka nitofautiane nayo kidogo. Na natofautiana nayo kwa sababu gani? Mimi si muumini sana wa kwamba kila pakimalizika uchaguzi kutokee mpasuko au mgogoro kwenye vyama. Unajua historia ya vyama vingi vya siasa hasa vikubwa hapa Tanzania imepita na matatizo makubwa ya kuwa kama nyoka, kila mwaka anajivua gamba. Nikupe mfano, kichukue chama cha CUF ambacho ulikuwemo, ambacho mimi nilikuwemo. Mwanzo wake mwenyekiti James Kabalo Mapalala, haikuchukua muda, mkutano mkuu wa kwanza tu wa uchaguzi ule ukiacha ule wa muda, Mapalala kaondoka. Baadaye wameondoka kina Ramadhani Mzee, Mapalala kaunda Chausta, Ramadhani Mzee kaunda Ford. Wamekuja kina Naila Jidayo alikuwa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini, wamekuja kina Michael Nyaruba, wamekuja kina Baskaronga. Ukiwataja ni mlolongo, ni orodha refu kwelikweli. Sasa hebu jaribu kuitazama Chadema ya miaka 15 iliyopita, pale umuone yupo Zitto Kabwe, umuone yupo Mbowe, umuone yupo Tundu Lissu, uwaone wale wote waliokuwa Chadema. Halafu wale wangekuwa wapo kwenye harakati leo kama Chadema, utazame hali ya kisiasa katika nchi ingekuwaje. Na mimi napenda kuwa na upinzani imara ili chama kinachotawala kisilale. Lakini sasa huu mfumo huu wa kila siku leo, ukiwachukua watu waliokuwa Chadema ambao wameondoka, wamekwenda kwenye vyama vingine, wengine hawafanyi siasa, wanafanya biashara, wengine wako wapi, unaona kama kumbe vyama vya upinzani migogoro yao inasaidia. Yani hapo ulisema ulitaja Chauma na Chadema yenyewe kujisafisha na kuimarika Chauma. Mimi nadhani wanasaidia pia kuimarika kwa CCM. Hii migogoro ya ndani kwenye vyama. Kuna mtu alitaja aina 3 za wanasiasa wa upinzani. Akasema kuna aina ya wanasiasa wa upinzani ambao wanafanya siasa za kweli za upinzani, kwa maana harakati za kweli za upinzani. Kuna ambao wanatumika yani wako ndani ya upinzani lakini wanatumika, na kuna ambao wapo tu wapo hapo katikati. Sasa au pengine wanajali maslahi yao, wako kimaslahi yao. Sasa akasema vyama vya upinzani, moja ya kitu ambacho kinavidhoofisha ni kuwa na hawa watu wa aina mbili, hawa ambao wako kimaslahi na hawa ambao wanatumika. Sasa inapotokea wale ambao wanadhaniwa, sababu hatuwezi kuthibitisha, wao wenyewe walioko humu wanawadhania kwamba hawa walioko humu wanatumika kutudhoofisha, kwa wale wanavyoondoka inakuwa ni nafuu kwamba wamebaki sasa wale wenyewe sasa ambao tunasema kweli huyu kwa misimamo yake, kwa rekodi zake ni mpinzani wa kweli. Uone hiyo ni faida kwa upinzani? Ni faida, na bahati mbaya wamewahi kutokezea baadhi ya viongozi walikuwa kwenye vyama, walipotoka wakarudi CCM wakasema kama walikuwa kwenye kazi maalum. Ndio. Sasa na kwa sababu CCM haijakanusha kama hatukumtuma, usikweli, hayo ni maneno yake mwenyewe, inaleta wasiwasi kama kwenye vyama kunaweza kuwa kuna. Kwa hiyo sasa wewe unaamini kipi kati ya hicho unachokiita migogoro inadhoofisha upinzani au watu kujazana upinzani kumbe kuna wengine ni mamluki? Migogoro inadhoofisha upinzani, lakini kipi kati ya hivyo viwili kinadhoofisha zaidi upinzani? Kuwepo mamluki wengi, wawepo wengi, bila shaka kuwepo mamluki ndio kuna dhoofisha, kwa sababu hata migogoro inaweza kutokana na. Kwa hiyo hawa ambao wanaondoka ikiwa wanadhaniwa kwamba ni mamluki ni salama kwa wanaobaki, sio? Of course. Inaweza kuwa ni salama ikiwa ni hakika kama alikuwa ni mamluki kweli na ameondoka. Maanake kuna wakati mwingine ipo ile tabia ya ukitaka kumuua mbwa mwite jibwa.
Yaani ukimwita mbwa umempa jina la staha, kwa sababu mbwa ni mnyama anayetumika labda pengine katika ulinzi, anapendeza kwenye nyumba na hivi na hivi. Kwa hivyo mwite jibwa ili umpe jina baya. Kwa hivyo wakati mwingine wapo watu wazuri wanapewa majina mabaya mpaka yanawachanganya, wanaona pale walipo hapafai tena, aondoke. Na inatumika hiyo. Kwa baadhi ya watu inatumika kwa frustrate waondoke kwenye vyama. Lakini kama ni kweli mtu alikuwa kwa sababu mtu akitumika anaweza kutumika kuleta migogoro, anaweza kutumika kuzuia mafanikio ya jambo ambalo pengine anatakiwa lifanyike kwa saa moja, yeye anaweza kuhakikisha linafanyika kwa wiki moja, kwa sababu si ana kazi maalumu, au hata mwezi mmoja, kwa sababu ana kazi maalumu ili nyinyi msipate mafanikio. Kwa hivyo wakati mwingine kuna tatizo kubwa sana la kuvujisha siri, taarifa ambazo ni za siri. Kwa hivyo mtu anayetumika kwa kweli, ukisikia mtu anaitwa msaliti, ndio watu wa namna hiyo. Lugete, pamoja na yote ambayo yametokea baada ya uchaguzi wa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, aliyekuwa mwenyekiti ambaye amehudumu kwa zaidi ya miaka 20, Freeman Aikaeli Mbowe, unaweza kusema kuwa ametoka kabisa, hatujamuona tena akijishughulisha na shughuli za chama. Inawezekana anafanya chini. Lakini kwa yote lakini waandishi wa habari wamejaribu sana kuuliza viongozi wa sasa wa chama kuhusu the way about ya nani na kushiriki kwenye shughuli za chama. Yaani ukiuliza viongozi wakwambia kamuulizeni yeye. Mwenyekiti ukimuuliza kwambia kaulize viongozi, mimi sio kiongozi wa chama. Sasa tofauti na vile ambavyo tunaona mfano kwenye Chama cha Mapinduzi. Wale ambao ni wamestaafu na kutoka wana nafasi yao. Tunaona pia kwenye mikutano mikuu, tunaona kwenye shughuli za vyama. Na baadaye kwa mujibu wa katiba ya Chadema, Mbowe ni mjumbe wa kamati kuu. Hatujamuona kwenye lakini hata wakati ambao labda kuna jambo kubwa ambalo linahusu chama, anakuwa yuko mbali kabisa kulizungumzia. Unauonaje ushiriki wa Freeman Aikaeli Mbowe kama mwenyekiti mstaafu ndani ya chama chake cha Demokrasia na Maendeleo? Unajua kuna hoja moja iko hivi, Mbowe kuwa passive tuseme, kwa sababu passive kwenye siasa za Chadema kuna tafsiri tatu. Moja, Mbowe analinda heshima yake baada ya heshima yake kuzorota. Yani heshima ya Mbowe Mbowe alibagazwa, Mbowe alitukanwa na kukashifiwa na kila aina ya majina mabaya alipewa kipindi cha uchaguzi. Goodluck ni shahidi. Mimi sio shahidi. Mbowe sikuwepo. Siko naona. Niko mimi katoa shahidi kwamba alitukanwa. Utauliza ametukanwa na nani? Katukanwaje? Katukanwa mitandaoni. Post nazo nika screenshot. Wewe kama una shahidi wewe utatoa shahidi wangu. Mbowe katukanwa, Mbowe kabagazwa, kwa hiyo Mbowe ameamua kuwa kimya ili kulinda heshima yake. Heshima yake. Lakini Mbowe anaamua kuwa kimya, ngoja na mimi niwaachie wengine waendelee, tuone wanafanyaje, isije kaonekana nagoma kustaafu. Na ikumbuka kuna hiyo dhana na fikra kwamba kuna baadhi ya wastaafu hawataki kustaafu. Kwa hiyo Mbowe, lakini ya tatu, nadhani upepo ndani ya Chadema umebadilika. Kutoka kwa falsafa ya kina Edwin Mtei, Bob Nyanga Makani, Mbowe, sasa tuna Lissu. Kwa hiyo Mbowe naye ameamua aone hali ikoje bila yeye, chama kinaendaje. Na hii ni njia nzuri sana ya kujitafakari. Unaweza ukakaa pembeni ukaona mambo bila wewe mambo yanaendaje. Lakini mimi namuunga mkono Mbowe. Kwa uamuzi aliofanya mimi namuunga mkono. Huoni kama angeingia na kuendelea kujihusisha na chama, pengine kuna nafasi yake ingeweza kuonekana? Ni kweli, lakini sasa Mbowe ana nafasi gani? Mbowe amefanya mambo makubwa sana. Karibu 90% ya vijana wanaoona Chadema hawa kina Lissu kinani wote tusingewajua bila Mbowe. Mbowe ndo ameenda kuwatafuta na kuwaleta. Mbowe amefanya kazi kama aliyoifanya marehemu Bob Nyanga Makani kwenda kuwashawishi wakina Dr. Aman Waridi Kaburu kuja Chadema. Waridi Kaburu mzee anamfahamu, alitakiwa kuja NCCR Mageuzi.
mpaka anatumiwa tiketi kwamba unakuja ni amefika hapa amemdaka Chadema akamweka kwa katibu mkuu wa chama. Kwa Mbowe amefanya scouting kama Mbowe tunasema ni kocha ambaye anajua kutafuta wachezaji. Squad unayoiona Chadema hii inayosumbua ni matokeo ya nguvu, maarifa na jitihada za Mbowe. Kwa Mbowe kukaa pembeni na kuona chama kinaendaje bila yeye, mimi namuunga mkono kwa sababu pia na yeye kuna maumivu anayapitia. Inawezekana pia anakisupport kwa namna yoyote kwa sababu hajatangaza kwenda chama kingine. Hajatangaza. Hajakisema vibaya chama chake. Amekamua tu kama anakio labda kwa maombi kwa namna yoyote ile anaweza kawa anakiunga mkono. Nafikiri mengine pia hatuyajui. Kwa hiyo si vizuri kupiga ramli. Sivyo mzee wangu. Ni ukomavu hali ya juu. Kwa sababu kwanza lazima tukumbuke kitu kimoja. Watu wanakuwa wanasahau. Katika medani za kisiasa kuna wakati kulikuja wimbi kubwa sana la kulaumu viongozi waliokaa muda mrefu kwenye vyama. Si mnakumbuka hiyo? Kwa hivyo watu wakawa wanasema, tena wakawa wanaonesha vidole, chama fulani mwenyekiti huyo kila siku, katibu huyo kila siku, mpaka ikawa inapigiwa mfano CCM kwamba wana utamaduni kila miaka 10 wanabadilisha. Kwa hivyo kwangu mimi kupatikana mabadiliko, na siku zote unapobadilisha uongozi ukaweka uongozi mwingine, maana yake unatoa nafasi ya kupata fikra mpya, mawazo mapya, nguvu mpya ya utendaji. Sasa kitu cha msingi ni aliyetoka na aliyeingia wanashirikiana vipi katika kupokezana kwanza kijiti kwa heshima, kuheshimiana, kushauriana, kuchota busara na wengine kupeana nguvu katika kufanya kazi. Hilo tu ndo watu wanalolitaka. Naam, haya, na kupitia katibu wao mkuu wametangaza kwamba kuanzia mwaka ujao watakuja na haina mpya ya siasa ya kipekee. Kwa pia ni jambo la kusubiri na kuona. Ya mchaka itakuwa ni siasa za Bwana John Mnyika. Naibu katibu mkuu Amani Golugwa. Golugwa. Tumeona amenukuliwa na moja kati ya magazeti leo akizungumzia hilo. Lakini mbali na hiyo migogoro ilikuwepo, sio tu Chadema. Tuliona pia hata ndani ya Chama cha Mapinduzi na wengine wakihama na wengine wakizungumza, wakikosoa mikutano ambayo imekuwa ikifanyika, vikao na vitu kama hivyo. Kwa ni migogoro ambayo tumeshuhudia kwenye vyama vikubwa hivi vyote katika mwaka huu 2025. Na moja kati ya matokeo ya migogoro ni hamahama ya viongozi wa upinzani, akiwemo hamahama ya viongozi kutoka chama kimoja kwenda vingine, akiwemo Luhaga Joelson Mpina ambaye alitoka Chama cha Mapinduzi na baadaye kutimkia CCM na kwenda kukamata kutimkia ACT na kwenda kukamata fomu ya kugombea urais, japo sasa hakufanikiwa kuwepo kwenye karatasi za kupigia kura. Mzee Miraji, unazungumziaje hii hamahama ambayo tumeshuhudia mwaka huu ya viongozi wa upinzani kwenda CCM na CCM kwenda upinzani? Ni hamahama ambayo kila karibu na uchaguzi na wakati mwingine nyakati nyingine inakuwepo. Kama tunakumbuka hapa tuna hamahama za kina Lowassa, tuna hamahama za kina Bernard Camillus Membe, tuna hamahama za kina Frederick Twala Sumaye, tuna hamahama za kina Mzee Kingunge. Lakini ukiachilia mbali hamahama, pia tunazo records za watu ambao wanakuwa wanafukuzwa kabisa kwenye vyama. Labda pengine kwa sasa hawa waliohama mathalan kwenye CCM, mimi nasema wewe ukisha kujiona pahala huwezi kukaa. Mimi ile wakati Mpina wakati ule anasema nikawa nawaambia watu ni vyema angetafuta jukwaa la siasa nje ya CCM. Maisha yake ya kisiasa yatakuwa marefu zaidi. Kwa sababu records zinaonyesha hivyo. Nakumbuka mimi Seif Sharifu na wenzake walikuwa wakiendesha upinzani ndani ya CCM. Mwalimu alipowafukuza, lugha aliyotumia alisema nendeni mkaendeshe upinzani nje ya CCM. Kama nyinyi mnaona hamkubaliani na haya yaliyomo ndani. Kwa hivyo mtu kama unaona hukubali, ni demokrasia yako. Lakini kitu kimoja wanasiasa wa Tanzania kinachonishangaza mimi, unajua uti wa mgongo wa chama cha siasa ni itikadi yake. Na mimi nategemea mtu ambaye amekulia na kulelewa katika misingi ya itikadi ya ujamaa, hata akihama kwenye chama cha kijamaa aende kwenye chama kinachofanana na itikadi ile. Lakini leo utakuta Tanzania mtu anahama kwenye chama kinachoamini itikadi ya ubepari, anakwenda kwenye ule ujamaa wa Chunlai kabisa wa Vikoti. Anahama kwenye chama kinachoamini anatoka Chadema na CCM. Anahama kwenye chama itikadi mbili tofauti. Sasa unajiuliza wakati gani alikuwa mkweli? Alafu anaweza akahama. Miraji alihama Edward Lowassa na kesho yake akapewa fomu
CCM akaenda Chadema akachukua fomu ya uraisi na bado akawa na wafuasi wa kutosha, kwa sababu watu hawaelewi hayo kwamba mwanasiasa anapaswa kusimamia misingi, na katika misingi ya kwanza ni kuidentify na itikadi. Wewe unaamini kwenye nini? Unaamini kwenye nini? Sasa mimi huwa najiuliza, huyu alikuwa mkweli wakati gani? Alipokuwa anatuambia yeye mjamaa, sasa alipokuja kwenye ubepari anatudanganya, au alipokuwa mjamaa alikuwa anatudanganya, alipokuja kwenye ubepari anatuambia ukweli? Kwa mfano CCM ilifika pahala ilinasibishwa na Kingunge. Ukifanya kazi nzuri unaambia wewe Kingunge huyo bwana. Sasa Kingunge ambaye ndio alieneza ile programu ya chama, yeye na kina mzee Moses Nawie. Mzee Moses Nawie alipangiwa Zanzibar, Kingunge akawa anahangaika huko mpaka watu wote wakaona kufanya siasa kwa nguvu kubwa ni ukingunge kama ni cheo. Halafu unaambia Kingunge katoka kwenye itikadi ya ujamaa aliyoijenga kuiasisi na kuieneza, halafu anakwenda kuwa kwenye itikadi ya ubepari. Sasa najiuliza, mzee wangu wakati gani alikuwa anatuambia kweli? Kwa hizo ndio siasa za Tanzania. Hizo ndio siasa za Tanzania. Wenzetu wanakuwa na mirengo, yani inajulikana. Kwa mfano kuna chama ambacho chenyewe ni cha mazingira. Yani wao wanaamini kwenye utunzaji wa mazingira. Hawana mambo mengine. Kwa hiyo sera zao ni mazingira tu. Kipo Sweden hicho. Kwa bunge wao watatu basi. Ujerumani pia tunacho chama kama hicho. Umeona bana. Kuna chama kinaamini kwenye uliberali. Kuna liberal political parties. Tuna vyama ambavyo ni vya kiafidhina kama conservatives. Wakina Trump wanaingia Republican. Ndio. Lakini sisi yani wanasiasa wetu hatuelewi wako wapi, na watu wako fresh tu. Lakini kwenye historia Ronald Reagan ndo alitoa kituko cha mwaka katika marais waliowahi kuwa marais wa Marekani. Bwana Ronald Reagan alihama kutoka Republican, akasema Republican wamenisaliti, akaja Democrat. Kipindi kile akiwa mbunge alishawahi kuhama, ndo mtu ameweka rekodi aliyoishuka yuko alihama kwamba wamenisaliti. Sasa kwenye vyama vyote viwili amekuwa kwenye vyama vyote viwili Ronald Reagan. Watu wakamjibu, wakina Jeffrey Sachs wakasema huyu ashaye kucheza filamu, kwa hiyo watu wa filamu huwa hawaaminiki, anaweza kucheza uhusika wowote. Kwa hiyo ndio mambo ambayo pia tumeyashuhudia kama kawaida, kama ulivyosema, hama zimekuwepo hasa kipindi karibia na uchaguzi na bado watu huko nje wanajiuliza endapo Luhaga Mpina fikra zake zinaweza kumfanya arejee katika chama ambacho kimefanya Watanzania wamfahamu au itakuwaje? Yani akirejea haitakuwa story. Kwa sababu wengi washawahi kurejea na kwenye vyeo vikubwa na nafasi kubwa zaidi yake. Lakini asiporejea ndio itakuwa story. Ila mimi kwa mtazamo wangu simuoni Luhaga Johnson Mpina akiwa na maisha marefu ndani ya ACT Wazalendo. Kutokana na itikadi zake. Tukubaliana tusipige ramli kaka. Kwa mimi binafsi, mimi kama mchambuzi naweza nika project simuoni kama na maisha marefu pale. Simuoni. Kuna watu walipiga ramli wakasema sioni Taifa Stars ikifuzu. Sasa hawana bana, yako mengi bado tunaendelea kuiangazia hapa, lakini nafikiri tutakapokwenda break tukirudi tutamalizia sasa, tutaangazia sasa tu baada ya haya ambayo yalitokea tukaelekea kwenye uchaguzi. Lakini kabla ya uchaguzi, kwa ufupi, kabla kwenda mapumziko, mzee Miraji, tuliona sasa shughuli za bunge lililopita zikifungwa na hivyo sasa kutoa fursa ya kuanza mchakato wa uchaguzi na kupata wabunge na kadhalika na kadhalika. Na kwa ujumla, tathmini yako kwa ufupi tu kuhusiana na bunge la 12 lilivyokuwa kwa ujumla wake? Unajua, ukisha kutest baadhi ya vitu unapata ladha. Ukiwa hujatest unaona ni sawa tu. Ndio. Kwa kweli mimi niseme tu kwamba bunge hili lilikuwa kidogo lilikosa uchangamfu. Na lilikosa uchangamfu kwa sababu lilikuwa ni bunge linaloonekana linatawaliwa na watu wa itikadi moja, mtazamo mmoja, falsafa moja. Kwa hivyo hata ukikosoa mwisho wa siku, nafikiri picha wanazotuwekea hizi na bunge la 13 ambalo hii ni picha za ufunguzi wa bunge hili. Nazungumzia lile bunge lililopita Tulia Ackson Mwansasu. Hapo namuona mzee Zungu, sio? Wanaingia. Sasa hili ni bunge ambalo lilianza na spika marehemu Job Ndugai. Naam. Bunge la 12. Ni bunge la 12. Mimi kitu ninacholia sana na bunge ni mambo yafuatayo. Kwanza, bunge kujitambua kwamba ni chombo kinachowakilisha wananchi. Tuna history hapa katika bunge hili tunalolizungumza. Kutungwa sheria ya tozo, halafu baadaye
wakaja wakareview maamuzi yao. Nilikuwa najiuliza wakati wanatunga alikuwa nafikiria nini? Hawakufanya research ya kutosha. Najiuliza kila mwaka tunapoona zinaletwa ripoti ya CAG inakuja inazungumzwa. Lakini mwisho wa siku baada ya ile mijadala yote serikali inatakiwa kufanya nini? Bunge linaelekeza nini serikali? Bunge linatunga sheria gani katika kuhakikisha ripoti za CAG zinapoletwa zinafanyiwa kazi? Kwa hivyo kwangu mimi natamani sana kwamba tuwe na bunge ambalo kwanza lionekane ni bunge la wananchi, lipo kwa maslahi ya wananchi, linawawakilisha wananchi, linaisimamia ipasavyo serikali, linaishauri serikali, linatutungia sheria kwa mujibu wa mahitaji. Naam. Na composition hiyo pia inaanzia kwenye uchaguzi wa hao wabunge. Bila shaka. Nafikiri tutakaporejea tutaangazia moja kati ya matukio ambayo yanakumbukwa mwaka 2025 nchini Tanzania ni uchaguzi wake mkuu ambao ulipangwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu. Tutarejea baada ya mapumziko. Tumerejea tena, tuko hapa tunafanya tathmini ya matukio ya kisiasa kwa mwaka huu 2025, matukio ya kukumbukwa nchini Tanzania. Mzee Miraj, tulishuhudia pia tukianza sasa baada ya kufunga bunge tukaanza mchakato wa uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu ambao tuliona kampeni Chama cha Mapinduzi kikifika katika maeneo mengi, mikutano yao ikiwa na watu wengi, wakijaza kweli kweli kwenye mikutano yao. Lakini pia kwa mara ya kwanza nafikiri tangu tumeanza mfumo wa vyama vingi, Chama cha Mapinduzi kinakwenda kwenye uchaguzi bila ya kuwa na chama kikuu cha upinzani. Yani tulivyokuwa kwenye uchaguzi wa 95 wakati NCCR Mageuzi ikiwa chama kikuu cha upinzani, CCM walikabiliana na NCCR Mageuzi. Ilivyobadilika ikawa CUF mwaka 2005 na mwaka 2000 CUF ndio kilikuwa chama kikuu cha upinzani kikabiliana na Chama cha Mapinduzi. Mara hii kwa mara ya kwanza katika historia ya vyama vingi Tanzania hakukuwa na chama kikuu cha upinzani ama chama ambacho ni mshindani wa karibu wa Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi. Na ambapo kwa miaka kadhaa Chadema amekuwa akisimama kama mpinzani kabisa 2010, kuanzia 2015 na 2020. Ulikuwa ni uchaguzi ambao tutaukumbuka hasa kwa mambo gani, na mengine pia yaliyotokea tuliyaona? Kukosekana kwa msisimko kwenye uchaguzi, kwa sababu unajua unapokuwa na ushindani wa kweli kwenye uchaguzi maana yake pia utapata viongozi madhubuti, na sio utaishia kupata viongozi tu, pia chombo utakachokuwa nacho kama cha kutunga sheria, bunge, kitakuwa ni chombo ambacho wewe unakumbuka lile bunge la Samuel Sita la viwango lile, namna gani lilivyokuwa la moto kwa sababu ya watu kwamba kulikuwa kuna upinzani ndani yake wenye nguvu. Na mimi nasema ukitaka maendeleo, kuwa na upinzani uliokuwa madhubuti, kwa sababu unapokuwa na hawa wapinzani madhubuti hawa, kwa mujibu wa kanuni mle ndio wanakuwa na wanaongoza zile kamati za fedha PSC ndio wanaoongoza. Wanapoongoza maana yake kunakuwa na urahisi zaidi wa kudhibiti, kusimamia na kukagua na kuchunguza na kueleza, kukosoa na kushauri kwa matumizi ya fedha za serikali. Kwa hivyo pia unajenga hata imani ya wananchi na utendaji. Unajua hata nyinyi wenyewe tu, kama wakati mwingine tunasema misuguano inaleta tija, sio migogoro. Ile mpishano wa mawazo ya fikra inaleta tija. Kwa hivyo kwangu mimi huu uchaguzi sawa, ulikuwa ni uchaguzi uliokuwa bahati nzuri, haukuwa na zile tunasema rapsha, labda mavurugu, migogoro, watu kukamatwa, kuwekwa ndani, kupigwa, kwa sababu haukuwa na huo ushindani huo. Kipindi cha kampeni sasa tunazungumzia, sio siku yenyewe. Anazungumza kipindi cha kampeni, kwa sababu haikuwa hivyo. Lakini mwisho wa siku nadhani Watanzania kama kweli tumeridhia na kukubali kuwepo kwa mfumo wa vyama vingi, gharama za kuwepo kwa mfumo wa vyama vingi ni kufungulia milango ya demokrasia. Lakini kama kipindi cha kampeni hakukuwa na hizo vurugu na nini,
kuna vitu ambavyo pengine vilitokea na kusababisha vitu hivyo visitokee. Miongoni mwa hivyo vitu za kusema ni chama kikuu sasa chenyewe cha upinzani Chadema kuhususia uchaguzi, wakija na kauli mbiu ya no reforms no election, bila mabadiliko hawatoshiriki uchaguzi, na ndicho ambacho kimetokea. Pengine kwa matukio kama haya yanawanyima nini wa Tanzania? Kidemokrasia kwetu ni pigo. Kwa sababu pengine kuna watu walitaka kuichagua Chadema, walitaka kuchagua wabunge wa Chadema, walitaka kuchagua madiwani wa Chadema, walitaka kuchagua mgombea wa urais wa Chadema. Maamuzi ya kutokushiriki uchaguzi si maamuzi ya wananchi, ni maamuzi ya chama. Chama ni vikao. Vikao ni idadi ndogo tu ya Watanzania. Maoni yamepatikana wapi kwamba tusishiriki uchaguzi? Yanatolewa kwenye vikao. Kikao pengine kina watu 50, 60, 70. Wanaamua hatima ya Watanzania wengine zaidi ya milioni 5, 6, 7. Kwa sababu ukichukua uchaguzi uliopita, Chadema ilikuwa na wapiga kura wangapi? Ile ya uchaguzi ulioisha. Ukiacha huwa Magufuli, Lowassa. Unaweza kukuta Chadema ina wanachama zaidi ya pengine milioni 4, 5. Ina wafuasi na washabiki zaidi ya milioni 6. 2015 Lowassa alipata kula milioni 5 karibu na milioni 6 na zaidi. Sasa kwangu mimi hawakupata ile fursa. Lakini kampeni ambayo walianzisha na wakafanya mikutano katika maeneo mbalimbali nchini, kuna ruksa hiyo kufanya mikutano ya hadhara. Tuliona maelfu ya watu wakishiriki kwenye mikutano hiyo, na hiyo huoni kwamba ni ishara kwamba walikuwa wanaunga mkono kampeni yao hiyo walikuwa wanaifanya aliyoisema ya no reforms no election? Sawa, upo uwezekano huo, lakini at the end of the day suala la kupiga kura ni haki ya mtu, au sio? Tunasema, na kama ni haki yake mwache aipate. Kuna mwingine anakuambia amesendi kwa sababu tu nataka kumchagua, hayupo. Sasa kwangu mimi, ukitaka ku-exercise democracy kuna gharama zake, na miongoni mwa gharama zake demokrasia, pamoja na kushindana, sawa, kuprotest kuko, kuboycott kuko, na yote hiyo ni katika demokrasia. Lakini kuna vitu unaweza kuboycott au ukafanya demonstration, ukapambana kwa muda mfupi ukapata majibu. Leo jiulize, Chadema kuwa nje kwa miaka 5, faida na hasara zake zipime sasa. Manake Chadema hapa sasa hivi, unless mambo labda yabadilike kwenye nchi, jambo ambalo hatulitazamii kirahisi, manake uchaguzi umefanyika, CCM wameingia madarakani, wana uwezo wakiwa ndani ya bunge kwenda kubadilisha hata sheria. Unajua, unaposikia zile kelele kule Zanzibar wakakwambia ule kura ya awali, ile sheria ilipotungwa wawakilishi kutoka upande wa upinzani walikuwa hawamo. Sisi mwakateke advantage. Sasa je, tuna uhakika gani kwenye bunge hili la sasa hivi kama hazitakuja sheria ambazo nyingine pengine zikawa ni kikwazo zaidi? Sawa kabisa, lakini ni uchaguzi ambao pia tulishuhudia matukio yaliyotokea siku ya uchaguzi. Ndugu zetu baadhi walipoteza maisha yao, Mwenyezi Mungu wapumzishe mahali pema. Pia tulishuhudia mali za watu zikichomwa na pakiwa pia hapa Kaliki tukatangaziwa curfew kutotoka nje kuanzia saa 12 kwa watu wa Dar es Salaam. Jiji likawa liko on standstill, yani kama shughuli za kiuchumi zilikuwa zinakwenda kwa mwendo wa arijojo kwa takriban wiki 2 hivi. Tunavyotafakari wakati tunamaliza mwaka 2025 kwenye kilichotokea kwa ujumla tu, tunahitaji busara ya kutafakari kwa kilichotokea kinatakiwa kutuachia funzo gani wakati huu ambao tunamaliza mwaka 2025. Na ndugu yangu, kwa sababu tunategemea zaidi busara za wazee, nirudishe swali hili pia kwa mzee. Niko na mita za kijana mdogo sana. Na bahati nzuri, good luck, ndio na uzoefu na hili jambo. Mimi curfew kwanza si mara ya kwanza kuiona. Nimeiona mwaka 1972 wakati alipokufa Karume. Ndio ilitangazwa curfew kule Zanzibar. Ukikaa ndani unasikia mabuti ya wanajeshi tu wanapita huko. Nyie mdoko ndani mtajua wenyewe. Siku ya kutoka unajua tu fulani hayupo, fulani hayupo, fulani hayupo.
Kwa hivyo ni experience ambayo nimeipata. Lakini mimi nimeshiriki maandamano ya Januari 21 Zanzibar. Tena nimeshiriki nikiwa ndio mkurugenzi wa vijana wa taifa. Kwa hivyo ndio niliongoza yale maandamano. Nasikia ulichezea sana kipigo. Sana. Jamaa wanapiga wale. Hapa sasa. Naelewa kwa nini ulielekeza swali. Mimi niko kimkakati sana. Vijana wa Seif Bakari. Pole sana mkuu. Lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu amekuacha mpaka umeona uzee bwana. Na ndio maana hapo unaposema inatakiwa busara, nataka niwaambie vijana na niwaambie Watanzania kwa ujumla. Ndio. Katika mambo ambayo si ya kuyaombea ni kutokea kwa vurugu. Wakati walipokufa watu kule Rwanda, wakati watu wanatafuta amani, alikuja Rais Clinton. Bill Clinton. Yeah. Clinton alipokuwa anawanasihi aliwaambia, mmeshaona matatizo yakoje, hebu jaribuni kutafuta amani. Na akawaambia katika kujaribu kuna vitu viwili, unaweza ukapata au ukakosa, lakini katika kuto kujaribu una uhakika wa nini? Wa kukosa. Sasa mimi nadhani tumeshajaribu njia ya vurugu na tumeona kilichopo. Watu wasiojua, sisi kule kwetu walikufa watu, walipatikana walemavu, zilipatikana idhilali, watu walikimbia nchi, watoto walibakia yatima, mali ziliharibiwa, uchumi ulivurugika, hasama baina ya watu, chuki, fitina zilipatikana na mambo mengine kadhaa wa kadhaa. Leo mpaka leo hapa sisi tunalia, machozi hayajakauka. Watu wameweka matanga kwa misiba ya watu wasiojua kama kafa au hakufa, yupo au hayupo, kazikwa au hakuzikwa. Sasa hivi vitu sio vitu vya kuvifikiria. Kwa hivyo kwa busara ya kiutu uzima, ndio tena mtu mzima ambaye nimeshiriki hayo mambo nilipokuwa kijana kama nyinyi, ndio maana wakati ule mimi nilikuwa siambiliki. na kumbuka kuna mzee mmoja nilipomwambia nakwenda kwenye maandamano, akanambia umefikiri vizuri? Nikamwambia ndio. Akanambia niambie. Nikamwambia huna cha kuniambia. Akaniambia je, katika kufikiri kwako umejiuliza, wewe ushasema lolote na liwe, umejiuliza baba yako ana mtazamo gani, mama yako ana mtazamo gani, mkeo na watoto ana mtazamo gani? Sasa usijifikirie tu wewe mwenyewe. Usijifikirie tu wewe. Jifikirie nikifa mtoto wangu. Mimi nimelea watoto yatima bwana, ambao wazazi wao walifariki. Kwa sababu baadaye nilikuwa mkurugenzi wa haki za binadamu pale CAF. Kwa hivyo mimi kwa mtazamo wangu si jambo la kuliombea litokee tena katika Tanzania. Kabisa. Ni jambo la kwamba, na hili sio jambo la kuendelea. Kuna mambo mawili hapa. Kuna wanao react na kuna wanaosababisha watu kureact. Nafikiri nilikuwa nakuja hapo sasa. Kuna vile vitu vinachochea mtu kufanya kitu fulani. Lakini mara nyingi sisi binadamu huwa tunajikita kwenye kuzungumza reaction, mtu alivyo react. Hatuangalii huyu mtu alireact kwa sababu tunaangalia tulipoangukia. Hatuangalii tulipo. Nini kilichosababisha tuanguke? Na hii inatoa msukumo kwamba lazima tujaribu kuangalia, kuondoa viashiria na visababishi vinavyowapelekea watu kukata tamaa. Unajua mpaka mtu anapokuambia liwalo na liwe akakubali hata kama ni kufa afe, maana huyo mtu amekata tamaa. Kwa nini mtu akate tamaa kwenye nchi yake? Kwa nini umfikishe mtu aseme liwalo na liwe? Nafurahishwa sana na utendaji wa waziri wa mambo ya ndani George Simba Chawene. Masuala ya kusema jeshi la polisi linatakiwa kuwa reformed. Unajua kuna mtu mmoja alikuwa ananiuliza, kwa nini watu wanalalamika sana? Asubuhi tulikuwa tunazungumza na Lugete. Kwa nini watu wanalalamika sana juu ya jeshi la polisi? Nikamwambia nature ya kazi yao. Lakini historia ya matukio mbalimbali toka tulikotoka imekuwa kama baadhi ya watu wamepoteza imani, sio kwenye masuala ya siasa tu, hata kwenye masuala ya kijamii. Na haya ndio mambo yanayochanganya. Wewe usikute wale wanaoandamana ukafikiri wote pale ni watu walikuwa na imani ya kisiasa. Mwingine ana mambo yake mbalimbali tu. Tumeona kuna mtu mmoja hapa, yule Msomali yule kamata silaha tu akawa anatungua watu. Hamza, exactly. Sasa vitu kama vile sio vitu vizuri katika taifa. Lazima tufike pahala katika nchi
hii tume iliyoundwa ya Jaji Chande na nyingine zote zitakazokuja na wengine wote, tujaribu kutafuta root cause ya haya matatizo. Hiyo ndio tuishughulikie. Na hapo ndipo pale swali la Goodluck linapotaraji kupata majibu kwamba vile vichochezi tuko ndani ya mwezi wa pili ambao Rais Samia amewapa kazi hii tume ya kwenda kuchunguza yale matukio ambayo yalitokea katika zile siku za uchaguzi. Bila shaka January ikiisha tutakuwa tumepata majibu, kwa sababu itakuwa ni mwezi wa 3 umekamilika wa tume kwenda kufanya kazi. Sawa kabisa. Licha ya yote yaliyotokea, viongozi wakatangazwa, wabunge wakatangazwa, matokeo yakatangazwa, mijadala ikawa mikubwa. Jaji Jacobs Mwambegele. Namkumbuka sana. Umemwona jana alikuwa Zanzibar kule sijui jimbo la. Sasa nikaundwa pia rais akatoa hotuba yake ya kwanza ya bunge ambayo kimsingi huwa inatoa mwelekeo wa nchi itakavyokuwa na vision yake kwenye kipindi chake cha uongozi. Nimeona Lugete alikuja hapa amebeba desa la hotuba ya rais. Lugete ni kijana na miongoni mwa mambo ambayo rais aliyagusa vizuri tu kwenye hotuba hii ya ufunguzi wa bunge ni kuangalia na kuwasikiliza vijana, kusikiliza changamoto zao na kwenda kuzitatua kupitia wizara mpya ambayo ameianzisha. Ukipewa dakika moja utoe summary ya hiyo hotuba, utazungumza nini hasa kuhusu mwelekeo mpya wa Tanzania? Kwanza, umoja na mshikamano wa kitaifa ndio mwamba imara na nguzo ya matumaini kwa mustakabali wa ndoto zetu na za vizazi vijavyo. Namba 2, ni muhimu kwa serikali kushughulikia kero mbalimbali za Watanzania, ikiwemo swala la ajira, kero za kodi kwa wafanyabiashara wadogo na wakati, swala la mikopo, lakini maridhiano, katiba mpya. Ni mambo ambayo kama yatafanyiwa kazi kwa 100%, tutakuwa na uwezo mkubwa wa kuliponya taifa na kulipunguzia sonono. Shukran sana. Na hiyo kama mwelekeo mbele, lakini rais akaendelea mbele, akaunda serikali, akamteua ndugu Mwigulu Lameck Nchemba kwa waziri mkuu, lakini pia alikuwa naibu spika Musa Azzan Zungu akachaguliwa kuwa kiongozi wa muhimili. Kwa muhimili yote ikawa sasa imepata viongozi. Kiongozi mkuu wa muhimili wa serikali Rais Samia, ndugu Zungu kwa upande wa bunge, lakini pia Masaju akabaki kwa upande wa muhimili wa mahakama. Katika nafasi hizi za juu hizi mbili ambazo tumeshuhudia watu wawili, ndugu Tulia Ackson na ndugu Kassim Majaliwa wakiwa nje ya nafasi za juu za uongozi wa kitaifa. Mzee Miraji. Bahati mbaya kuwepo kwao nje kumetokana na maamuzi binafsi. Waziri Majaliwa alikuwa ametangaza rasmi akiwa bungeni. Kabla hujaendelea sana, ni maamuzi binafsi, lakini yamekuja kwenye dakika za mwishoni. Kwa nini yamekuja kwenye dakika za mwishoni? Pengine mwanzoni alitangaza kwamba atagombea. Ndio hapo tunaposema viongozi wetu wa kisiasa wanapaswa kuwa na busara moja. Unajua kuna kitu kinaitwa public opinion. Na wewe ukishakuwa ni kiongozi wa umma, maana yake maisha yako yana sehemu katika maisha yetu. Maamuzi yako yana sehemu katika maamuzi yetu. Wakati mwingine unaweza ukaamua kitu kikazusha sutafahamu, kikazusha minong'ono, na hata wakati mwingine kikaleta chaos. Kwa hivyo kwangu mimi ni jambo ambalo viongozi wetu wanapaswa kujifunza. Waziri mkuu unapotangaza bungeni kwamba nakwenda kugombea, halafu dakika ya mwisho unatuambia nimeona basi, nachukulia ni sawa na yule aliyokuwa mgombea ubunge wa jimbo la Konde kwenye uchaguzi mdogo, kachukua fomu, kafanya taratibu zote, kaingia kwenye uchaguzi, katangazwa kushinda. Baada ya kutangazwa kushinda anasema najiuzulu kutokana na sababu za kifamilia. Watu wanasema basi familia hiyo, mpaka unaingia kwenye uchaguzi matatizo ya familia yamekuja leo. Kwa hivyo mimi nadhani hii bado kwenye vichwa vya watu inazusha tafakuri. Hii kujiuzulu kwa Tulia na kwa Majaliwa inazusha tafakuri. Tukapata viongozi wapya Musa Azzan Zungu pamoja na Mwigulu Lameck Nchemba, lakini pia baadaye serikali ikaundwa, baraza la mawaziri.
Sasa serikali imeundwa baraza la mawaziri kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar, lakini Zanzibar mpaka sasa hivi kuna nafasi zimebaki pembeni. Hilo la Zanzibar tutalizungumza, lakini tuanze kwa ufupi tu tathmini ya ndogo tu ya Lugete kuhusiana na baraza jipya la mawaziri, tukishuhudia baadhi ya vigogo, Hussein Bashe kwa mfano, Biteko, Jenista Mhagama marehemu, Mungu amrehemu, lakini pia Suleiman Jafo ambao wamekuwepo kwenye serikali kwa muda mrefu kama katika nafasi za mawaziri, wakiwa hawapo na tukaona watu wengine wakichukua nafasi zao, na kwa ujumla pia baraza la mawaziri. Kwanza ni utaratibu wa chama na serikali iliyo madarakani kutengeneza baraza la mawaziri. Sasa siwezi kuzungumza kwa nini walikuwepo na hawapo, sijui sababu maalum, hiyo inabaki ndani ya chama kwa sababu hatujaelezwa, lakini ili baraza la mawaziri la sasa hivi kwa mimi binafsi nimeridhika nalo kwa 51%. Hizi 49 zilizobaki nitaendelea kujifunza na kuona kadri muda unavyozidi kwenda, it depends on their performances. Lakini ni baraza zuri. Kuna baadhi ya mawaziri wamenivutia, kama waziri wa vijana Bwana Joel Athana Nauka amekuwa akizunguka na kukusanya maoni ya watu mbalimbali. Tusubiri utekelezaji wa ahadi mbalimbali za Wizara ya Vijana kwa vijana wa sisi wa Kitanzania kama mimi hapa na wenzangu walio wengi. Lakini nimevutiwa na waziri mkuu, anatembea, anaongea, anasikiliza kero hapo kwa hapo. Lakini pia nimevutiwa na waziri wa afya Bwana Mohamed Mchengero, anafanya vizuri, anatembea. Waziri wa maji, kwa kweli baraza lote linafanya vizuri. Cha msingi tu ni serikali kuongeza nguvu kwenye utoaji wa fedha kutoka hazina kwenda kwenye halmashauri ili na wakurugenzi na wenyewe wachangamke. Sasa wakurugenzi wamekuwa wakifuatwa, bwana hii kitu vipi? Pesa hazijaja. Kwa hiyo mtandao wa kupeleka fedha kwa halmashauri uongezeke ili miradi ikamilike na sisi wa Tanzania tufurahie matunda. Tumalizie pia na Zanzibar kwa ufupi, serikali ya umoja wa kitaifa. Ambayo upande wa pili bado hawajajiunga. Kwa ufupi sana, serikali ya umoja wa kitaifa kwanza imepatikana kwa shida, lakini pia serikali ya umoja wa kitaifa si takwa la wanasiasa, ni takwa la wananchi, kwa sababu imeingizwa kwa kupitia katiba. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa Rais Mwinyi kuhakikisha umoja ambao mimi nasema kwamba baba yake Dr. Mwinyi, Mzee Ali Hassan Mwinyi ndio champion wa kuunganisha Wazanzibari baada ya mapito aliyopita. Wakati wa Mwinyi Wazanzibari walienjoy sana kuishi kwa pamoja na kufurahi. Kwa hivyo ile jitihada iliyofanywa na kina Dr. Karume ya kuleta ule serikali moja ya kitaifa na Maalim Seif Sharif Hamad, nadhani ajitahidi Dr. Mwinyi asikubali ikavurugika mkononi mwake. Shukrani sana. Lakini Balkis, hatuwezi kumaliza kabisa kuzungumza mambo makubwa ya kukumbukwa kwenye siasa za Tanzania, na tutakuwa wanafiki pia bila kuwakumbuka pia wanasiasa na ndugu zetu ambao walichukuliwa katika mazingira ya kutatanisha na watu wasiojulikana. Mtu kama aliyekuwa katibu wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ndugu Humphrey Hezron Polepole, pia wanasiasa wengine kama Deusdedith Soka, Said Mpaluka Nyagali na wengine pia ambao kwa mwaka 2025 tuliona wakipitia ama wakikumbwa na madhila kama hayo, na kwa sababu jeshi la polisi liliahidi kwamba linaendelea kufanya uchunguzi ili kujua kuhusu walipo hawa wanasiasa, lakini kwa mwaka 2025 ni mwaka ambao tunaomaliza tukiwa pia tunawakumbuka, lakini pia tunawakumbuka wanasiasa waliopoteza maisha, waliofariki, kwa maana ya aliyekuwa spika ndugu Job Justino Ndugai, ndugu Jenista Mhagama, lakini pia tulimpoteza waziri mkuu mstaafu ndugu Cleopa David Msuya katika mwaka huu wa 2020. Bila kusahau pia aliyekuwa naibu waziri wa afya na aliyechaguliwa kwa mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Daktari Faustin Engelbert Ndugulile. Pamoja na hayo lakini nafikiri ndugu Lile ilikuwa ni mwishoni mwa mwaka 2024 kama sijakosea. Ilikuwa mwaka huu 2025. Mwishoni mwa mwaka 2024. Sababu ilikuwa close na 2025, kwa hiyo inakuwa iko bado inaonekana kama 2025. Lakini yote kwa yote leo tunasubiri kwa hamu hotuba
kwa sababu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atalihutubia taifa, kwa hiyo tutajua pia tunamalizaje mwaka 2025 na tuna uanzaje 26. Pengine tukaamka tukiwa tumepona, watu wakiwa wamepona mioyo. Hebu tuonyeshe hiyo hii ya leo akihutubia tu, kesho nitakuwa nitaprint niweke kwenye mafaili, ndio kazi yangu, natunza record. Ndio kijana mimi. Kwa nini tutunze soft copy kaka? Na tabii hii itanisaidia. Soft copy haiwezi kureplace hard copy hata kidogo. Na hotuba moja wakati Mheshimiwa Rais anazungumza na wazee kwa mkoa wa Dar es Salaam, unayo ile kaka? Ile ninayo. Ile hujaprint. Ile na soft copy. Ile na soft copy. Hii ndio ilinivutia zaidi. Ile ninayo hadi hotuba ya hayati Magufuli kuhusu vita vya kiuchumi. Shukrani sana.